Pia kwa akili ya Fadu tu. Akili ya Fadu ndio alipofanikiwa. Hakuwa sehemu nyingine ambapo alifanikiwa zaidi ya akili ya Fadu. Niliwahi kuambia mechi moja ya Simba na I think ni Sfaxien. Nilikwambia sababu aliwahi kuifanya kumtoa Leonel Ateba alikuwa ni Jean Charles akamuingiza Lada Kichasambi, timu ikaweka out. Ni mwalimu fulani hivi ambaye anafanya sabu za kikatiri mno. Unaweza simuelewe kwa sababu kama sio mtu wa mpira huwezi kumuelewa. Lakini kama ni mtu wa mpira utamuelewa kwa nini anafanya mabadiliko ya kiasi kile. Sio mwalimu wa kawaida. Na nikisema sio mwalimu wa kawaida ni mwalimu ambaye kwanza anapenda kitu anachokifanya na anahitaji mafanikio. Ni mwalimu ambaye ndio kwa mara ya kwanza kwenye mpira wake yeye anasimama kama mwalimu mkuu, head coach kwenye timu. Kwa hiyo anahitaji kupata mafanikio. Kumbuka huyo ameshachukua kikombe cha Botola Pro League akiwa Morocco kule. Umenielewa? Kwa hiyo sio mwalimu wa kawaida. Licha kwamba alikuwa ni mwalimu msaidizi wakati ule, lakini kwa sasa anataka kuonyesha umma wa Afrika na duniani kwamba kuna mwalimu anaitwa Fadu ambaye anaweza kuipeleka timu hatua kubwa zaidi na amefanikiwa kuipeleka Simba finali. Kumbuka timu ya Simba iliriski kuacha zaidi ya wachezaji 10 msimu uliomalizika. Yaani 2023-24. Wachezaji zaidi ya 10 waliwaacha. Simba ikaongeza wachezaji zaidi ya 10 wengine wapya. Kwa kawaida kwenye kutengeneza timu wachezaji 10 wakiwa wapya unahitaji muda mrefu wa kuweza kuwatengeneza. Ndio maana ilikuwa ni ngumu sana kwa watu kuamini Simba anaweza kukompiti kwenye michuano ya kimataifa kufika mpaka level ya finali kwa sababu ni ngumu, kazi kubwa sana. Inabidi upate mwalimu ambaye ni mzazi ili aweze kugroup wachezaji wote kwa kitu kimoja. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kwenda kuongeza viwango vyao. Kila siku wachezaji wao kwenye kiwango bora ili waweze kupata wakati mzuri zaidi. Tumeona Simba Sports wameongeza watu wengi sana lakini sabu zimekuwa zikisaidia Simba, lakini pia ingizo jipya la dirisha dogo la Elimpanju leo mapeleka Simba finali. Unaweza kusema katika mchezo jana pia tumeona jitihada za Mpanzu. Simba imeenda finali. Unamwona Mpanzu akisaidia Simba kuweza kulibakisha kombe la shirikisho katika ardhi ya Tanzania. Mchezo wa kwanza ugenini, mchezo wa pili nyumbani. Historia ya Simba kwa msimu huu wametuonyesha kwamba ni timu inashambulia sana. Ni timu imepiga mashuti zaidi ya 100 na kitu. Mpaka sasa hivi wanafika finali. Wamepiga mashuti zaidi ya 100 na kitu. Yaani 100+ mashuti. Yawe ni on target au ni off target. Kwa ni timu ambayo kwenye uhalisia inaweza kushambulia na kupata magoli. Kwa kama ni timu ambayo inaweza kushambulia na kupata magoli, manake wanaweza kupata magoli ya kuweza kuwapelekea wakachukua ubingwa. Lakini wanacheza na Berkane ambayo kwa msimu huu ni timu ambayo imefunga magoli mengi kwenye michuano hii. Alimpiga Stellenbosch goli 5, kampiga goli 3, kampiga finali goli 4, kampiga goli 2. Kwa ni timu ambayo inafunga magoli mengi zaidi. Kwa Simba ili waweze kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho, bahati nzuri wanaanzia ugenini wanamalizia nyumbani. Wakiwa ugenini hawataki kuruhusu zaidi ya magoli 2 ili waweze kupata ushindi mzuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba kupata magoli 2 wametuonyesha wanaweza kumfunga yoyote. Wamemfunga Al Masry hapa goli 2 na wakaenda hatua mikwaju penalti wakachukua kikombe. Kwa Simba kienda ugenini Morocco kwa Berkane, maana yake hataki kufungwa chini ya goli, si zaidi ya goli 2. Na hata kama akifungwa zaidi ya goli 2 basi apate goli 1 au goli 2. Yaani ikifungwa goli 3 basi apate 3-1. Akipata apate nguvu ya nyumbani. Yes. Anaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini uwezo wa Simba kupata magoli hata ugenini wanao. Kwa timu ya Berkane ilivyo, unaiona itakuwa finali nyepesi kwa Simba au ni mchezo mgumu kwa Simba finali pamoja? Timu zote ni timu nzuri kwa upande wa finali. Berkane ni bingwa wa Morocco. Elewa hicho kitu. Yaani mpaka ninavyokuambia sasa hivi ndio bingwa wa Botola Pro League. Yaani ndio bingwa wa ligi kuu ya Morocco. Yule pale Berkane. Kwa Simba hana mchezo mwepesi. Watu wasifikirie Berkane ni ile ya misimu kadhaa nyuma ambayo ilikuwa inabezi sana kwenye kombe la shirikisho, lakini this time wamechukua ubingwa mbele ya Raja, mbele ya Wydad, si ndio? Mbele ya FAS Rabat na wengine. Si unanielewa vizuri? FAS Rabat na wengine. Kwa hii ni timu ambayo lazima uiangalie kwa jicho la pili kwamba kwa nini imechukua ubingwa mbele ya hawa watu wote. Ni kweli Wydad haiko kwenye kiwango bora kwenye msimu huu, tumeshuhudia hata msimu uliopita hajashiriki michuano hii kabisa ya kombe la klabu bingwa na kombe la shirikisho kwa sababu hakuwa na vigezo hivyo baada ya kumaliza nafasi mbaya. Lakini Raja Casablanca vipi? Kuna misimu kadhaa pia naye alikuwa afanye vizuri. Vipi kuhusiana na FAR Rabat na FAS Rabat jinsi ambavyo walivyo?
Berkane amejitutumua, yuko pale juu, amechukua ubingwa wa Batora Pro League. Sio timu ya kawaida, na wamechukua ubingwa kabla ligi haijamalizika. Yaani wamechukua ubingwa, sasa hivi focus yao ni kombe la shirikisho. Wamechukua ubingwa wa ligi kuu kabla ligi yenyewe haijamalizika. Kwa sasa hivi wamefocus kwenye kombe la shirikisho. Kwa wakati Simba wanafikiria kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho, bado pia wana plan ya kutafuta ubingwa wa ligi kuu. Wale tena shughuli hiyo washafunga kule ligi kuu. Wamefocus kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo sio mchezo mwepesi, kwa sababu wanaenda kucheza naye ni timu ambayo ina uwezo wa kumfunga Simba. Berkane alimfunga Simba nyumbani kwake. Simba kaja akamfunga nyumbani kwake pia Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni timu ambazo zimefungana. Kwa kila mmoja anatamba nyumbani kwake. Ili Simba atambe nyumbani kwake, hapaswi kuruhusu zaidi ya magoli mawili. Nimekwambia sio mechi nyepesi, sio finali nyepesi, na ni finali yenye viwango bora. Lakini kupe siri moja, Simba Sports amemshinda Berkane viwango vya FIFA na CAF kwenye vilabu. Kwa maana Simba anacheza na timu ambayo katika viwango vya vilabu amemzidi. Maana Simba ni bora kuliko Berkane. Amemshinda alama hii. Maana Simba ni bora. Yes, kwa alama hii moja. Berkane akimtwanga Simba, amemtoa pale nafasi ya 4, anakaa nafasi ya 4, Simba anakuja nafasi ya 5. Yaani Wydad, not Wydad, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis, ndio hizo timu zinamshinda Simba. Simba yuko nafasi ya 4. Nafasi ya 5 anayefuata ni RS Berkane kwa alama na point ambazo zimetengenezwa kwenye vilabu. Kwa hiyo ukija kwenye uhalisia, Simba Sports anaenda kama timu giant kwenye hii michuano, hasa alipoanzia mpaka finali. Bila kumungunya maneno kwamba Simba na Berkane, Simba ni giant kwa Berkane. Simba anaenda kama giant, sio ni giant, anaenda kama giant. Kama giant manake viwango vya FIFA na CAF anamshinda pale. Simba yuko nafasi ya 4, RS Berkane yuko nafasi ya 5. Kwenye takwimu za kumpa ubingwa, Simba alikuwa anaongoza kwa pointi 30, anayefuata ni RS Berkane. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo Simba anaenda kama giant kwenye mchezo wa finali kwa sababu ya takwimu zilizopo. Lakini kwenye uhalisia wa ugiant, Berkane wako vizuri. Kwa kile ambacho tumeshatoa kombe hili. Kwa kile ambacho ulikizungumza wewe mwenyewe kwamba Simba akishindwa kuchukua kikombe ni kutinga katika hatua finali ni yeye mwenyewe kulingana na asilimia ambazo alipewa. Kwa mantiki hiyo bado ana nafasi ya kubakisha kikombe kwa sababu yeye ni giant dhidi tofauti ya Berkane. Anaenda kama giant kwenye michuano ya kombe la shirikisho finali. Anamshinda kila kitu Berkane. Sijui Zambi. Lakini ukiangalia kwa ubora wa wachezaji wa Simba na ubora wa wachezaji wa Berkane kwa ulivyowatazama, wapi unawaona wenye ubora zaidi? Mpaka unapewa takwimu za kuchukua ubingwa, unajua una kikosi kizuri. Yaani elewa hicho kitu. Yaani mpaka unapewa nafasi ya kuwa favorite kwenye kutoa ubingwa au kufika nusu finali, unajua na kikosi kizuri. Lakini sasa kuna team na individual players. Yaani kuna mchezaji anacheza mchezaji peke yake binafsi kwa uwezo wake, lakini kuna mtu anacheza kitimu. Huyu ni ngumu kumfunga. Simba Sports wanacheza kitimu, lakini Berkane ukiwatazama pia hata wao wanacheza kitimu, lakini wana some players ambao ukiwaangalia individual brilliant, wana uwezo mkubwa zaidi. Mimi nafikiri ikifika time tarehe 17 na tarehe 25 tutazungumza zaidi kuhusiana na Berkane na Simba Sports.